Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Awali ya yote tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia leo tarehe 10 ya mwezi wa 3 2025 ikiwafiki mwezi 9 Ramadhani 1446. Tumekutana hapa ndugu waandishi wa habari kwa lengo moja tu kubwa, nalo ni uzinduzi wa kampeni ya muendelezo wa kuchangia ujenzi wa vituo vya afya BAKWATA mkoa wa Mwanza. Nitumie nafasi hii kuwashukuruni sana waandishi wa habari nyote ambao mmejaliwa kufika hapa, na hii ni ada yenu. Waandishi wa habari wa mkoa wa Mwanza mmekuwa wepesi kutukimbilia, lakini kutusaidia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kupaza sauti. Sisi tunaamini nyinyi mna nafasi kubwa ya kupaza sauti kwa umma wa Tanzania ili kujua nini kinachoendelea ndani ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza. Tunaendelea kuwaombeni, endeleeni na moyo huo, moyo wa mshikamano, moyo wa umoja, moyo wa upendo, moyo wa kutimiza wajibu wenu, kwa sababu moja ya wajibu wenu nyinyi wanahabari pamoja na mambo mengine, lakini ni kuhakikisha Watanzania wanapata habari sahihi pale ambapo inapotakiwa kupatikana. Tunawashukuru sana waandishi wa habari wa mkoa wa Mwanza, na sasa nijielekeze kwenye jambo ambalo lililotukusanya. Na pia niseme tunamshukuru sana Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri kwa malezi yake bora, mwongozo wake sahihi, ambao kwa hakika toka alipotuteua kuwa kwenye nafasi hizi 2018 mpaka leo yako mambo makubwa yamefanyika ndani ya BAKWATA mkoa wa Mwanza na ndani ya BAKWATA Tanzania. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kumtunza mufti wa Tanzania, aendelee kumhifadhi na kumpa umri mrefu wa taa, ili aendelee kuitumikia dini ya Kiislamu na kuwatumikia Watanzania kama ilivyo kawaida yake. Mheshimiwa Mufti habagui, hachagui, na alhamdulillah umma wa Tanzania, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wanatambua Mufti ni mtu ambaye anafanya kazi na watu wa dini zote, madhehebu yote. Yeye ni mzalendo sana Mheshimiwa Mufti. Kwa hiyo tunachukua nafasi hii kumshukuru, na kwa sisi watu wa Mwanza tunamshukuru sana kwa namna ambavyo ametupa nafasi, lakini kwa namna ambavyo anatushauri na kutuongoza. Tunawashukuru pia viongozi wote wa BAKWATA makao makuu, akiwemo mwenyekiti wa halmashauri, akiwemo katibu mkuu wa BAKWATA, baraza la ulama kwa ujumla wake, halmashauri pia taifa na idara za makao makuu, kwa namna ambavyo umekuwa karibu na sisi kutushauri, kutuongoza mpaka kufikia haya ambayo leo tumeyafikia. Ndugu waandishi wa habari na wageni waalikwa ambao mmehudhuria katika mazungumzo haya leo hapa, ambao ni wadau wa maendeleo na wananchi wote ambao mnafuatilia mazungumzo haya na presi hii, ni wasalimie tena kwa salamu ambayo ni kiamkizi chema, na ni salamu ambayo inawatangazieni amani na salama na mshikamano. Niseme tena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni siku muhimu kwetu Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, tunapokutana kuzungumzia masuala yenye umuhimu mkubwa kwa jamii yetu. Tumekutana hapa kuzindua rasmi, kuanza tena kwa muendelezo wa kampeni ya Badri Day, ambao Badri Day ni mradi wa ujenzi wa vituo vya afya mkoa wa Mwanza, ikiwa ni harambee, kwa maana ile Badri Day ni harambee maalum ya kusaidia maendeleo ya jamii kwa ujumla, hususan katika sekta ya afya. Umuhimu wa siku ya Badri, ndugu waandishi wa habari, tunapozungumzia Badri katika Uislamu, Badri ni eneo lililoko katika mji wa Maka. Miaka 1400 iliyopita Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliingia vitani kujitetea na kutafuta ukombozi na kunusuru dini ya Mungu.
Katika vita vile Mtume alipigana akiwa na watu 313, na aliokuwa anapambana nao waliokuja kumdhulumu, kumdhalilisha, kumhakirisha walikuwa takriban watu 1000. Lakini kwa uzito wa imani na ikhlasi ya nia yake na ukweli aliokuwa nayo Mtume, utashangaa watu 313 waliwashinda watu 1000. Na kwa ushindi huo wa siku hiyo ya Badri ambayo ilitokea mwezi 17 Ramadhani, hilo tukio lilitokea mwezi 17 Ramadhani. Kwa ushindi huo, kwa sababu siku ile Waislamu wote duniani walikuwa 313. Laiti kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeshindwa vita vile, tafsiri yake maana yake Uislamu ulikuwa umeishia pale. Na hata katika dua yake Mtume wakati anaingia vitani alimuomba Mungu, akawaambia, ya Rabbi, Mola wangu, ikiwa kundi hili la watu 313 litaangamizwa leo, litamalizika leo, basi dini yako itakuwa haitaendelea, haitakuwepo. Alhamdulillah, ndani ya Qur'ani yako maneno Mwenyezi Mungu anasema, walaqad nasarakum bi badrin wa antum adilla. Mwenyezi Mungu anaeleza, anawaambia Waislamu ndani ya Qur'ani, kumbukeni pale ambapo Mwenyezi Mungu alipowanusuru siku ya vita vya Badri, hali ya kuwa mkiwa wanyonge wachache, mkiwa na jeshi lisilokuwa na vifaa, halina hichi wala kile, mkapambana na watu wenye vifaa vizuri vya hadhi, na mkaweza kushinda vita vile. Kwa hiyo niseme tu kwamba BAKWATA mkoa wa Mwanza kwa falsafa hiyo kwamba siku ile Waislamu wachache wakaweza kushinda, katika harakati zetu na muendelezo wa kujenga vituo vya afya, nyote mnafahamu hali yetu tuliyokuwa nayo, tuliona tutumie falsafa ya Badri, tutumie ile falsafa ya Badri kufanya kuwa ndio siku ya harambee kuu. Kwa hiyo sisi, Bwana Mtume alisimama kupambana kuutetea Uislamu na kufanya usonge mbele, na kwa msaada wa Mungu akashinda. Sisi tumesema tunachukua falsafa ile, tunaiweka mapambano yetu kwenye maendeleo. Kwa hiyo hii ni Badri ya 3. Hii ni Badri ya 3, na mwaka huu imeangukia tarehe 18 ya mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Siku hii inaashiria mshikamano, kujitoa na jitihada za pamoja kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Katika roho hiyo ya kujitolea, mwaka huu tunatumia siku hii kama jukwaa la kuhamasisha uchangiaji wa ujenzi wa vituo vya afya ili kuboresha hali ya huduma za afya kwa wananchi wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla. Ikumbukwe, nitumie nafasi hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu zote zilizopita katika nchi yetu, lakini kumpongeza hasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo eneo la afya ndani ya nchi yetu amelisimamia vyema. Amelisimamia kwa kiwango ambacho huduma za afya zimepanda kutoka pale zilipokuwa mpaka kufika mahala pazuri. Lakini tumie nafasi hii kupongeza taasisi za dini. Ziko taasisi za dini za Kikristo, za Kiislamu mbalimbali, zimekuwa zikisaidia serikali yetu katika eneo hili la afya. Na sisi BAKWATA mkoa wa Mwanza tumeona iko haja ya kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali yetu, juhudi za taasisi za wenzetu za dini katika kujenga vituo vya afya ili kuwaletea Watanzania hawa afya njema na afya bora. Kwa miaka mingi jamii yetu imekumbwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma bora za afya. Hospitali nyingi zinakabiliwa na msongamano mkubwa na wananchi wengi wanalazimika kusafiri wakati mwingine umbali mrefu kutafuta matibabu, pamoja na juhudi kubwa. Maana ya Watanzania wanaendelea kuwa wengi. Nimeambiwa hapa Watanzania kwa sasa iliyopita tunafika karibu milioni 61. Kwa utaona bado kuna hitaji kubwa la kuwa na vituo vingi vya afya. Hali hiyo sisi wakati mwingine inaweza kuwa si hali nzuri, ndio maana BAKWATA tukaona na sisi tuingie kwenye kusaidia katika eneo hili. Lengo la mradi wa ujenzi wa vituo vya afya, kupitia mradi huu tunalenga kujenga na kukamilisha vituo vya afya katika wilaya 7 za mkoa wa Mwanza ambazo ni Misungwi, Nyamagana, Kwimba, Ilemela na Sengerema, Ukerewe na Magu. Mradi huu unakadiriwa kugharamia shilingi za Kitanzania bilioni 4.5, yani mradi wote mpaka utapokamilika, ambapo hadi sasa kama ilivyoelezwa tumekusanya takriban milioni 236,000
775,050 na senti 55, na bado tunahitaji bilioni 4,263,224,945 ili kukamilisha ujenzi huu. Unaweza ukauliza, Shekhe, pesa ni nyingi, mbona mchokisha kusanya kidogo? Lakini ukweli ni kwamba pesa ni nyingi. Jambo kubwa, sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu afya na atupe uhai, na yote mnajua penye nia pana njia. Tulianza kwa 0 lakini sasa tuna kituo kimeshasimama, kiko pale Ilemela, na tumshukuru sana Dr. Samia alipokuja kutusupport ile milioni 100 ikatufanya leo kituo watu wanakwenda pale mpaka kupiga picha namna kilivyo kizuri, kinavutia, na sasa tumeingia kwenye hatua ya kuanza kuomba tasjilati, usajili, ili kazi ianze. Kwa hivyo tunatoa wito wa serikali na taasisi za umma kushirikiana nasi, kuendelea kushirikiana nasi kwa misaada ya kifedha na vifaa, kwa sababu msaada wa serikali hauwezi kukosekana. Japokuwa tunajua serikali ina mambo mengi makubwa, lakini bado tunaona msaada wa serikali kwetu ni wa lazima. Lakini pia mashirika ya ndani na nje ya nchi kusaidia katika ufadhili wa mradi huu wa Mwanza. Ni mradi mkubwa, unahitaji karibu bilioni 4.5. Lakini nitumie nafasi hii kuwaomba wananchi wote Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu tunapojenga vituo vya afya, vituo hivi havitakwenda kumhudumia Muislamu peke yake, hivi vituo vitawahudumia Watanzania. Kwa tunawaomba wafanyabiashara, wakuu wa taasisi mbalimbali, watu wanaoangalia na kusaidia mambo, mashirika, watusaidie na watuunge mkono katika jambo hili. Na tumejipambanua, unapotaka kutuchangia, tunayo account kupitia benki ya CRDB, ambayo jina lake ni BAKWATA Harambee. Namba zake ni 0150658188,600. Narudia, namba zake ni 0150658188,600. Au unaweza kuchangia kupitia M-Pesa lipa namba yake ni 54397332. Unaweza ukachangia kupitia M-Pesa lipa namba yake ni 54397332. Ushirikiano wa kimkakati kupitia njia za uchangiaji maalum na udhamini mbalimbali katika jambo hili. Lakini pia tunaomba hata udhamini, kwa sababu mfano siku ile ya tarehe 18 tutakuwa na jambo kubwa pale Furahisha, katika viwanja vya Furahisha. Lile jambo litakuwa ni birthday day ya 3 toka tumeanza. Kwa hiyo hata yule atakayejisikia, kwa sababu watakusanyika Waislamu kutoka wilaya zote za mkoa wa Mwanza, lakini watakusanyika Waislamu, tumewaalika kutoka hata baadhi ya mikoa, marafiki watakuja pale. Kwa yule ambaye yuko tayari kusaidia kufuturisha siku hiyo, atupigie tu simu, anijulishe moja kwa moja Sheikh wa mkoa wa Mwanza kwa 0766636315, 0766636315, kwa sababu tumesema pesa ambayo tunaendelea kuikusanya kwa ajili ya ujenzi wa